lakini majukumu. Naam, tuanzie kwanza hapo kwenye madeni bwana, inakuaje mpaka klabu kubwa kama yeye mnadaiwa mpaka mfika hatua FIFA mnafungiwa na FIFA kusajili? Swala la madeni ndugu yangu isikutishe wala sikogopeshe, sababu kufungiwa ni kama sehemu ambayo mtu anafunga mlango, lakini funguo ya kufungua ipo. Kama tumefungiwa ni kwa sababu ya deni la mtu fulani, sawa, litalipwa na usajili utaendelea. Lakini kwenye swala la madeni, kila mtu ana madeni kila mtu ana madeni, sababu hata mnyama mwenyewe ana madeni, anadaiwa pale bodi ya ligi. Kamati ya masaa 72 ilimpa adhabu kutokana na mashabiki wake wenda wazimu, walifanya vurugu mara nyingi sana na wameadhibiwa mara 3 mfululizo kwa sababu ya vitendo vya utovu wa nidhamu, kupiga machupa, kufanya nini. Mashabiki wake na wanachama wake walifanya mpaka mnyama akapigwa faini, si ndio? Mpaka leo hii taarifa tulizonazo bado hajalipa ile faini, anadaiwa. Anadaiwa. Yes. Na hapa nikwambie, nitumie nafasi pia kumpongeza na kumpa maua yake Ali Shabani Kamwe, afisa habari wa Young Africans. Na asema tu kwamba kama Mwenyezi Mungu atakapoamua kututenganisha baina ya sisi na afisa habari wetu, kwamba tutakuwa naye kwenye masuala ya Yanga na mambo yake mengine pengine, basi tutamkumbuka kwa kumwandika kwa wino wa dhahabu. Ni mmoja kati ya maafisa habari ambao watakumbukwa kwenye timu yetu kwa kuja kwanza kukubalika kwa mashabiki, kukubalika kwa wanachama, kukubalika na kila mtu yeyote mwana Yanga. Leo hii ukiangalia Ahmed Ally ameshindwa kuwa sehemu ya msaada wa timu yake kwa kuwatumia wahalifu kulipa faini. Klabu ya Mnyama imepigwa faini kwa sababu ya mashabiki wao kufanya vurugu mara 3 mfululizo. Kama afisa habari wa hiyo timu, alipaswa sasa kuzungumza na mashabiki na wanachama wa hiyo timu kwamba si vyema jambo tulilolifanya sisi klabu ilipe, ni vyema tukalilipa sisi lideni. Jamani, alambe chochote kitu ulichokuwa nacho tuweze kulipa deni hili, lakini kwa sababu ni mdogo kwenye tasnia ya wasemaji kwenye hivi vilabu, ndio maana ameshindwa kuplay part yake kama mtu pekee ambaye anaweza kaisaidia klabu. Lakini angalia namna ambavyo Ali Shabani Kamwe anafanya. Tumepigwa faini, lakini amesimama kauli moja tu, wapenzi na wanachama wameweza kulipa ndani ya masaa 8 mpaka 10. Deni tulilokuwa tumepigwa sisi, faini tulikuwa tumepigwa milioni 30, imelipwa milioni 31 na zaidi. Si umeelewa? Nikwambie, kama bodi ya ligi TFF hawatatafuta mwarobaini wa kwa nini watu hawaingii kwenye vyumba vyao, tuambie tu ukweli, tutaendelea kulipa faini ya kuto kuingia kwenye vyumba mpaka ligi itakapomalizika na dunia itakapotanduka. Kwa sababu hatuko tayari kupoteza alama 3 kwa sababu ya mtu tu ameamua kufanya vyumba kuwa sehemu ya kujitafutia alama 3. Hatutakuwa tayari kuharibu afya za wachezaji wetu. Leo hii Pacome Zouzoua apange foleni na Alan Okello, wanakwenda chooni, wanakimbizana, kila mmoja na alisha, mmoja nasubiri atoke, mwingine aingie, kwa sababu tu ya watu tu wanataka kuiferisha Young Africans kwa kuwa wanautaka ubingwa. Hatuko radhi na hatutakuwa tayari katika hilo. Kwa hiyo tuwaambie tu, kama wanataka kuendelea kupata kipato cha kupiga faini, basi waendelee, lakini kama wanataka kwa ajili ya kuweka mpira wetu sawa, basi wahakikishe wanasimamia misingi ya kusimamia vyema mpira wetu. Nitasema kwa mifano, miaka kadhaa iliyopita katika uwanja wa Benjamin Mkapa, mara baada ya Simba kufungwa goli 5, mechi iliyofuata Simba alikuwa ni mgeni, alikuwa ni mwenyeji kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Young Africans tunaingia katika mechi ile, kwenye vyumba kumepuliziwa dawa, harufu ni mbaya. Light, kama wachezaji wetu wangeingia kwenye vile vyumba, walikuwa wanaweza kupoteza hata maisha yao, lakini viongozi waliitwa, wakaenda kuhakiki, wakabaini ni kweli vyumba vina harufu mbaya
na vimepuliziwa madawa. Subiri kwanza, baada ya kuhakiki, wao wenyewe walitoa ruksa, nendeni Young Africans mkabadilishie kwenye chumba cha waandishi wa habari, wakaruhusu. Lakini tangu wameruhusu hatukuwahi kusikia uchunguzi wao uliofanywa kwa kubaini ni nani ambaye amepulizia madawa kwenye kile chumba mpaka Young Africans haijaingia. Hatukuwahi kupata majibu mpaka leo.